mwanzo tulikuwa tunaona vitu vya kawaida. Saa nyingine mtu unaweza kuposti labda rafiki yako, kumbe rafiki yako amekaa vibaya na wewe ukachukulia kama vile ni kichekesho, lakini kumbe tayari umeshamdhalilisha mwenzako mtandaoni. Ukatili wa kijinsia mtandaoni una athari nyingi sana kwa yule ambaye anafanywa ukatili huo. Kwa mfano unakuta anapata athari za kisaikolojia, unakuta mtu yule pia anapata athari za kijamii, lakini pia unakuta anafukuzwa kazi. Anaangalia jamii nzima imemgeukia, afanye nini? Kwa hiyo hatua ambayo anaichukua inakuwa ni kujidhuru yeye mwenyewe. Wito wangu kwa jamii na waandishi wa habari kwa ujumla, tushirikiane, tuungane kuhakikisha tunatoa elimu kwa wananchi, kwa jamii, kuhakikisha ukatili wa kijinsia kwenye mitandao ya kijamii unatokomea. Kwa hiyo ni vizuri kwa sasa hivi, kwa sababu tumepata hii elimu, sisi waandishi wa habari wanawake tujitahidi kutoa elimu zaidi kwa watu, ili watu waweze kufahamu sio kila kitu ni cha kuposti kwenye mitandao. Wakati mwingine unamdhalilisha mwenzako bila kuweza kujua. Ukatili ule wa kuandika taarifa za mtu binafsi bila idhini yake katika mitandao, huo ni ukatili mmojawapo. Lakini pia ukatili mwingine ni ukatili wa kutuma picha za mtu pasipo kupata ridhaa kutoka kwake. Mafunzo haya nilichojifunza ni kuweka taarifa zangu na picha zangu kuwa ni siri yangu mimi. Kwa sababu kuna watu wanaweza kazidukua na kuweza kuzifanyia chochote kile kulingana na ulivyokuwa unaziposti. Kila unapoenda unaposti, kila unachofanya unaposti. Kwa wao watazitumia kwa matumizi tofauti na vile ambavyo wewe ulitarajia.